الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبائي الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل في علا، فقد فاز المتقون. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mwalimu wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni ndugu zangu Waislamu, nami nahusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa tuko ndani ya Ijumaa ya pili katika mwezi wa Shaaban, ikiwa tayari tumefika tarehe 11 ndani ya mwezi wa Shaaban, mwezi ambao Mtume alayhi salatu wassalam alisema dhalika shahrun, hiyo Shaabani ni mwezi ambao yaghfalu nnasu anhu, watu wengi wamejisahau juu ya mwezi huo. Baina Rajab wa Ramadhan, Shaaban ni mwezi ambao watu wameghafilika, na katika lugha ya Kiarabu kuna maneno aina mbili, kuna mughafala na annisyana, kuna kughafilika na kuna kusahau. Mtume aliposema yaghfalu nnas, watu wanaghafilika, bimaana hawasahau, ni watu ambao wanafahamu, wanajua kwamba kuna matendo mema yafanywe, yatekelezwe ili watu wachume mema, lakini wakawa wanapuzia mema hayo. Ama kusahau ni kwa mtu asiyejua kabisa jambo hilo la Uislamu na fadhila zake na amali zake, kama vile ilivyokuja adhan, muadhini amewekwa liyunabbiha alghafila, kumzindua aliyeghafilika, bali adhana sio ya kumzindua aliyesahau, bimaana si sehemu hii ya adhana kwamba ni chombo cha kuwakumbusha makafiri kwamba swala imefika. Adhana kazi yake ni kuwazindua walioghafilika katika Waislamu kuja kuswali, kuashiriwa kwamba Waislamu hao wanajua kuna ibada nini ya swala. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam akasema hii Shaaban ni mwezi ambao yaghfalu nnasu anhu, watu wameghafilika nao, wanatakiwa walikuwa tayari waanze matendo mema, lakini matendo hayo wamejisahau juu yake. Kwa nini? Yahtamuna biramadhan, kila mmoja sasa hivi fikra zake zinafikiria Ramadhani. Bana, bado wiki tatu bana, tunatarajia Ramadhani tarehe 17 18 mwezi wa pili. Kwa watu hawaangalii kwamba tayari wako ndani ya mwezi bora wa kutenda mema, wamejisahau na masiku hayo, wanafikiria mwezi wa nini? Wa Ramadhani. Mtume akasema wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, yani watu wameghafilika na Shaabani, wakati hiyo Shaabani ni mwezi ambao matendo yote yaliyokuwa mema ya mwaka mzima yanakusanywa, ya kila mmoja yanarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lau ingelikuwa basi wanafahamu, wangefanya bidii kuokota ya mwisho ili iende wapi? Kwa Mwenyezi Mungu, ikiwa saifa ziko vizuri.
fa uhibbu an yurfa amali wa ana saimun. Kisha Mtume kamwambia sahaba wake Usama bin Zaid ya kwamba na mimi ninapenda matendo yangu yafikishwe kwa Mwenyezi Mungu hali ya kwa mimi nimefunga. Maneno haya yanatuashiria kwamba ilikuwa inafaa Waislamu sasa hivi tayari jambo zima la saum lishazoeleka, watu wanafunga. Kusudio la saumu hiyo ili matendo haya yakirejeshwa kwa Allah iwe nasi tuko ndani ya saum. Kwa hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, fa inna an-nasa yahtamuna bi shahr Ramadhan, kwa sababu wengi ndani ya mwezi huu wa Shaabani wako bize kufikiria mwezi wa Ramadhani, lima fihi min alfadhaili, kwa yale ambayo kwamba yamekusanywa ya fadhila ndani ya Ramadhani. Fa arada, Mtume akataka, an yubayyina lahum, awabainishie wao masahaba zake na Waislamu, biajmaiha, kwa umoja wao. Mtume hapa alitaka kuwabainishia masahaba zake na Waislamu wote, kuwabainishia utukufu na fadhila za Shaaban. Fayati shahru Shaaban liyadfa'u ahlul imani an anfusihim hadhihi tuhma. Mtume anabainisha maneno haya ili kwa waumini wajitoe kwenye lawama hili la kusubiri Ramadhani tu wakajisahau kwamba tayari masiku bora yashaingia. Mtume alibainisha haya kwa sababu alitaka kuliweka wazi sala hili, waumini wajitayarishe mapema kutekeleza amalu saliha, wakifahamu kwamba huu ni mwezi wa kukusanywa bidhaa zote na kufanywa mahesabu kurejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika bitamiri awqatihi, na jambo lenyewe linatakiwa kwamba waumini wadumishe uchamungu ndani ya mwezi huu wa Shaaban, bitaati wal qurbati, wajikurubishe kwa Mwenyezi Mungu kwa toa mbalimbali na ibada nzito nzito ndani ya mwezi huu. Fa idha ghafala an-nasu, basi ikiwa watu wataghafilika ndani ya Shaaban, falmu'minu lahu sha'nun akhar, mu'min ndani ya masiku haya ana jambo tofauti. Ikiwa watu wengi wamejisahau, lakini mu'min wa kisawasawa awe ana shughuli aliyojishughulisha nayo ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, ema kwa kufunga au kusoma Qur'ani au kutoa sadakati na mengineyo. Waumini ndani ya masiku haya hawafikirii ujio wa Ramadhani, bali tayari wako bize kutekeleza matendo mema, ili yanapokusanywa matendo yote sahifa hii iende kwa Allah ikiwa vizuri. Ile mizigo inapofikishwa kwa Mwenyezi Mungu iwe imerekebishwa. Kama kuna sehemu ina dosari, muumini anarekebisha kabla ya tarehe ya kurudi kwa Allah matendo hayo iwe iko sawa. Hata wale wafanyakazi, inapofikia mzigo kwamba unachukuliwa, trela ishaegeshwa pale, kila kigunia kinatazamwa, kila box inapitiwa tena, tarehe iko sawa. Je, gamu imeshika vizuri? Imeshonwa vizuri gunia hii? Ndio ifanye nini? Iwekwe kwa container kupelekwa sokoni. Sasa hivi mwezi huu ni mwezi wa kurekebisha yale makosa ili orodha ikirejeshwa kwa Allah iwe tayari iko safi, wala sio mwezi kwamba watu sasa wanafikiria tutapata wapi kadi za karata ili tuongoe saum, tutapata wapi bao la ludo ili tuongoe saum. Bado ushapata bao letu la drafu ushanunua. Watu sasa hivi wanafikiria matendo mema, wao wanafikiria kutengeneza vitu kuongoa nini? Saum. Na vitu vyenyewe ni vitu gani? Ni vitu vile ambavyo kwamba vimeharamishwa. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, man laiba bin nardishiri, yule atakayecheza mchezo wa ludo ikiwemo drafu na mfano wake,
fakaannama sabigha yadahu fi lahmi khinziri wa damihi, ni sawasawa na mtu aliyedumbukiza mkono wake kwenye nyama ya nguruwe na damu zake. Atakacheza mchezo gani? Mchezo ule wa ni sawasawa na mtu ambaye kwamba mkono wako umeshika nini? Nyama ya nguruwe tena na damu zake. Sasa mchezo huu unatayarishwa kwa ajili ya kuongoa saumu, kwamba watu wasipate maumivu ya njaa. Ndio Mtume akasema rubba saim, huenda huyu aliyefunga, huenda huyu mfungaji wa funga Ramadhani au nyingine yoyote, akawa ndani ya funga hiyo hakuna chochote anachopata illa aljuu wal atsh, isipokuwa njaa na kiu. Sasa kama mchezo huu ni sawasawa kushika nyama ya nguruwe, alafu sasa umechukuliwa mchezo huu ukawekwa ndani ya mchana wa Ramadhani, watu wazungumzishe njaa zao zisiwaume sana, hii ni njaa na kiu ama mfunga hii? Ndugu zangu, sasa Mtume alayhi salatu wassalam anatueleza ya kwamba waumini wakati huu wa Shaaban lahu sha'nun akhar, wako bize na majambo tofauti na watu wengine. Wa idha nama nnasu, watu ikiwa wanalala usiku mzima kutoka baada ya salatu al-isha mpaka fajri, tafadhada huwa bilqiyami, mu'min anasimama peke yake kwa visimamo vya usiku ndani ya Shaaban. Kama watu wengine wamelala, yeye mu'min yuko bize na mambo tofauti, anakesha usiku. Wa idha afṭara nnasu, na watu wakiwa wamefungua hawafungi ndani ya Shaaban, kana min as-saimin, mu'min yeye anakuwa katika jopo la wafungaji. Kama watu sasa hivi wako bize kula ndani ya Shaaban, mu'min yeye tayari ashajiunga na vikundi vya saumu. Leo angalia msikiti yetu hii, hakuna Jumatatu wala Alhamis ambayo Waislamu wanafunga, kisha wakaja msikitini wakapata iftari pamoja, wakahawa na tende wakapata, ili kuhimizana kwenye wema. Hakuna, sisi hatuna. Lakini ukifika Masjid Muzdalifa Alhamis ama Jumatatu, kuna kikundi kule kando ya msikiti wanapata iftari mwaka mzima. Sisi wako wapi ambao watasaidiana kwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, watakuwa wanashirikiana watu kwenye barabara kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na kufanya hivyo fayanalu bidhalika mahabbatullahi ta'ala, kule kushirikiana kwenye kumcha Mungu, watu wakayaweza kuyapata mapenzi ya Allah. Kama wengine wako bize na maisha yao, watu tayari wako bize kumcha Allah. Kama watu wanalala usiku kucha, wewe unasimama usiku na sali. Kama watu wanashindilia vya kushindilia mchana wa Shaaban, wewe tayari ushafunga, kusudio upate radhi na fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Wayadhfar bimudhaafati al-ujuri wal hasanat, ili ajikusanyie malipo maradufu, bimaana malipo mara mbili na mema kede kede. Lianna al-a'mala, kwa sababu matendo mema, wal qurbati, na ibada za kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, allati fi ghaflati nnas, zinazotekelezwa kwenye kipindi ambacho watu wameghafilika, ibada na matendo mema ambayo yatatekelezwa kwenye nyakati ambazo watu wamejisahau, mfano wa Shaaban, yu'dama ajruha wa thawabuha, malipo yake na ajiri yake inakuwa kubwa. Funga ndani ya Shaabani ambayo watu wameghafilika nayo, au sadaka ndani ya Shaaban ambayo watu wameghafilika nayo, ina malipo mengi zaidi. Sio sawa na Ramadhani. Ramadhani kila mmoja amenua visu kabisa anatenda mema. Ramadhani kila mmoja anasoma Qur'ani, watu wanapumzika msikitini bana, hawana pressure kukimbilia maisha. Wakati huo sio sawa na Shaaban, kwamba wewe usali dhuhuri yako ukae usome Qur'ani, huna pressure yote. Ibada hii ajiri yake ni kubwa zaidi
kwa sababu inatekelezwa wakati ambao watu hawana mori wa kumwabudu Mungu. Tunasema alayhi salatu wassalam, al-ibadatu fil haraj kalhijratu alayya, ibada inayotekelezwa kwenye kipindi kigumu cha vita ni sawasawa na mtu kufanya hijra kuja kwangu. Ibada inayotekelezwa sehemu ya madhambi, sehemu ya maasi kama huku kwetu, yani Muislamu aliyoko ndani ya nchi hii na akashika ibada kisawasawa, huyu ni sawasawa anafanya ibada ndani ya mji wa Madina mbele ya Mtume alayhi salatu wassalam. Sio mchezo hapo. Ukifanya ibada hiyo ni imani nyingine hatari sana, kwa sababu ukiswali ni wewe, usiposwali ni wewe, ukisema nafunga ni wewe, na ukisema hapana pia shauri yako. Hakuna msukumo wa aina yoyote. Tunakasema ibada inayotekelezwa ndani ya ukafiri, sehemu ya fitna, sehemu ya balaa, hii ni sawasawa na mtu kufanya hijra kwenda kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Tunasema inna min waraikum, anawaambia masahaba, hakika kwenye nyakati za mbeleni, enyi masahaba zangu, wakati unaokuja huko, ayaman, unakuja masiku, sikizeni, asabru fihinna, ndani ya masiku hayo atakayekuwa na subira ndani ya masiku hayo, mithlu alqabdu ala aljamr, ni sawasawa na mtu aliyekamata makaa ya moto. Inna min waraikum, nyakati za mbeleni enyi masahaba zangu ambazo zinakuja, ayaman, tumewaambia kuna kuja masiku hayo hatari sana. Asabru fihinna, kuwa na subra ndani ya masiku hayo, ukamcha Mungu, ukawa na subra ndani ya masiku hayo, ukaifanya ibada. Mithlu alqabdu ala aljamri, ni sawia na mtu aliyeshika makaa ya moto. Lilamil fihinna, yule atakayefanya matendo ndani ya masiku hayo. Mithlu ajri 50 rajulan, ni sawasawa na wanaume 50 wanaomcha Mungu. Yule atakayekuja kipindi hicho hiki chetu hiki, unapiga gati, hakuna chochote unaambiwa, unavuta bangi, unaswali sawa unaswali, hutaki kwenda ukakae maskani, unafunga, hutaki kula mchana wa Ramadhani, no problem. Nyakati hizo Mtume anasema yule atakayekuja akafanya ibada kweli kweli ni sawasawa na nyinyi maswahaba 50. Hiyo ndio maana yake. Muislamu mmoja wa zama zetu aliyeshika taa ni sawasawa na maswahaba ngapi? 50. Maswahaba kashangaa sana, ya Rasulullah, ajru 50 minna. Masahaba akapigwa na butwaa, Mtume wa Allah, hivi atakuja kupata mtu mmoja wakati huo malipo sawia na watu 50 sisi? Mtume anawaambia, bal ajru 50 minkum, watakuja kupata malipo sawasawa na masahaba nyinyi 50. So kwamba eti waislamu 50 matendo yao, hapana. Masahaba 50 matendo yao yanakuja kubebwa na muislamu mmoja mustakima aliyesimama kwenye taa, ambaye sasa hivi Shaabani ashafunga, anasoma Qur'ani, tayari yuko mbio na taa. Huyu muislamu wa zama hizi anemcha Mungu sawasawa, ni sawasawa na masahaba 50 na mali zao huko. Tunamwambia maneno haya, khitabun muwajjahun lisahaba, ni maneno yanaelekezwa kwa masahaba, ya kwamba mmoja katika Waislamu kwenye masiku hayo magumu ya hatari na fitna, atakayeshika ibada na kwake sawasawa, anapata ajri sawia na nyie 50. Kisha Mtume akawabainishia, akawaambia, thumma bayyana an-nabiy illatu dhalika biqawli, kisha Mtume akabainisha kwamba masahaba zake, sikizeni, innakum tajiduna ala alkhairi awanan, nyinyi masahaba zangu munapata kwenye kheri wasukumaji. Nyie bwana, mkifanya kosa hapa kuna adhabu zinapitishwa.
Nyie mna support ya nyinyi kwa nyie, mnaamrishana kisawasawa. Masahaba wao walikuwa wakisukumana kwenye wema. Mtu akifanya uovu, kama ni wazinaa, viboko, kama ni kukata kichwa, kata kichwa. Sasa watu wanamtambuka kwa sababu ya hukumu ziko. Sasa hivi hakuna wewe lewa zini unapotaka ufanye lolote. Fanya lolote. Sasa ukiacha yote hayo ukamcha Allah, wallahi ni sawia na masahaba 50. Sadaqa Rasulullah. Tunawaambia innakum tajiduna awanan, innakum tajiduna ala alkhairi awanan, nyinyi masahaba zangu mnapata sapoti kwenye kheri. Mmoja akifunga mwingine anaiga, huyu akisoma Qur'ani mwingine anaiga. Tunapata visa mbalimbali. Masahaba Mtume akichunguzana kwenye wema, mpaka mtu anakuja kwa mwenzake, bwana naomba ugeni kwako. Anataka nini? Akishamsikia mwenzake amesifiwa, bwana wewe wa peponi, yamchokonoa ajue kwa nini huyu wa peponi. Kwa nini Mtume kambashiria jana yuko duniani huyu? Yamtafuta amali gani ametenda? Wallahi Mtume anamuuliza Bilal radhiyallahu anhu, ya Bilal, ewe Bilali, mie nasikia ndala zako janna, nasikia sauti ya ndala zako peponi, unafanya nini zaidi Bilal? Ni Mtume huyu. Bilal anamwambia Rasulullah, mie sitawadhi udhu wowote ila naufanyia ibada. Nikitawadha udhu wakati wote lazima niswali rakaa ngapi? 2. Hiyo tu ndo naona huenda kama ni hiyo. Sasa Mtume anawaambia masahaba zake, innakum, nyinyi sababu ya kupata hawa watu wakati huo wanapata malipo makubwa sawia na masahaba wangu 50, kwa sababu nyie unapata sapoti kwenye mema. Ikitangazwa jihadi, wallahi zinazotolewa katika sadakati na zaka hapa kibao. Ikitangazwa misafara ya dawa, michango ya dawa kibao. Mtume anaposema na mgeni wangu naye atamkirimu, masahaba shanua mkono, hata kama hana chochote nyumbani, Rasulullah nipatie mimi mgeni wako. Nyie mnapata support kwenye wema, wenzenu huko hakuna support. Kama asali we swali bwana, kama wafunga we funga bwana, utajua mwenyewe funga zako. Kama we ni mtu wa dawa, fanya dawa zako, kichoka kaa. Wala utaulizwa bwana, vipi leo na nauli nasikia kesho darasa lako? Hiyo kaa nayo mwenyewe, nenda rudi shauri yako. Lakini nyie masahaba zangu mna support ya Baitul Mal. Baitul Mal iko, anapewa sahaba, anaacha nyumbani kwake, anatoka mwezi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Hajatoka kwa biashara, anatoka kwa ajili ya kwenda kuitangaza dini ya Allah, kufundisha dini ya Allah subhanahu wa taala. Lakini nyumbani kwake kuna posho amepewa la Baitul Mal. Leo sisi Baitul Mal iko wapi ya kusapoti wale wanaotoka kwa ajili ya kufanya dawa? Iko wapi? Iko wapi? Hakuna. Kwa hiyo atakayesimama akafanya hivyo anapata malipo zaidi ya masahaba ngapi? 50. Atakayeamka na funga ndani ya Shaaban, watu wote hawajafunga. Watu wote hawajafunga. Tusubiria tu siku zikaribia karibu tuanze kutetana mwezi sasa. Hapo ndio zinatafutwa hadithi zote sahihi hapo. Watu wanabishana kwa sababu ya mwezi peke yake. Mwezi tena sio jambo ambalo eti linaweza kurekebishwa mwaka mwingine sitokee. Hapana, kila mwaka Waislamu wanatesana mwezi tu, kila mwaka tatizo lile lile. Kwani ndugu zangu, nyewe wapuzi kiasi gani? Mwaka uliopita tuliteta na mwezi, mwaka huu tunabishana na mwezi, mwaka mwingine tunabishana na mwezi mpaka tushakufa. Somo liruyatihi, fungeni kwa kuona kwake mwezi. Hii fungeni haija kuja funga bimaana wewe paka uone wewe ndio ufunge. Fungeni, sumu liruyatihi, fungeni mnapouona mwezi. Wenzako akiuona wewe pia umeuona. Adhana imeadhiniwa, hujasikia mwenzako amesikia, bana anasikia muadhini tu msikitini, bana sijasikia mpaka sikia mwenyewe. Utaswali kweli? Mwenzako shasikia muadhini, wewe ulikuwa umelala ama ulikuwa busy na shughuli mpaka ukusikia muadhini. Lakini sababu yako unapita, bana vipi bana twende msikitini muadhini shahadina, sijamsikia mimi. Unasubiri muadhini wake.
Kwa ndugu zangu, Mtume anawaambia innakum tajiduna ala alkhairi awanan, nyie mnasapoti kwenye khairi, wala yajiduna, wala hao watakaokuja baadaye hawatapata sapoti yoyote. Atakayemwabudu Mungu anamwabudu yeye kama yeye, hakuna msukumo wa family, hakuna msukumo wa jirani. Wewe pita enda msikitini, rudi nyumbani kwako, jirani hakuulizi wala hataki kujua. Nyumbani kwako ukiswali swali, ukinyamaza nyamaza. Naam. Kwa ukifanya ibada unafanya binafsi, hakuna msukumo wowote wa jamaa wala rafiki, hakuna. Sasa anapotekeleza mtu matendo mema, wakati huo anapata ajiri sawia na masahaba 50. Masahaba Mtume kashangaa sana na jambo hili. Kapokea hadithi hii al-Imamu Abu Daud na Imamu Tirmidhi na Ibn Majah, na akasahihisha hadithi hiyo mwanachuoni Albani katika asilsila as-sahiha. Ndugu zangu Waislamu, Shaaban ni mwezi ambao watu wameghafilika nao sana. Watu wamejisahau katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala na amalu saliha, ambapo huu ni mwezi Mtume alikuwa akifunga, na sababu ya kufunga akamwambia sahaba wake Usama bin Zaid, wa ana uhibbu, na mimi ninapenda an yurfa amali wa ana saim, kwamba ibada zangu na amali zangu zikusanywe kupelekwa kwa Allah hali ya kwa mimi nimefunga. Kwa hiyo tunataka Waislamu saa hii, ikiwa leo tuko ndani ya tarehe 11 Shaaban, iwe Muislamu angalau amefunga siku 2-3 amefunga. Na ikikurubia Ramadhani, Mtume anasema la takadamanna ahadukum bisawmi yawmin au yawmaini, usikaribishe Ramadhani, mmoja wenu asikaribishe Ramadhani wafunga siku 2 au 3, siku 1 au 2. Bimaana Ramadhani kibakia siku kidogo kama 3-4, unastopisha ibada ya kufunga. Isipokuwa yule aliyekuwa na sunna zake akifunga nyuma, fali yasumhu, basi na afunge. Kama alikuwa una tabia kufunga Jumatatu Alhamis, kesho Ramadhani, leo ni Jumatatu, kama tabia hii uliokuwa nayo, funga sunna yako Ramadhani, shika juu. Kama huko na tabia hiyo, usifunge Ramadhani pokaribia siku 2 au 1. Ndugu zangu katika imani, mwezi huu wa Shaaban ni mwezi wa amalu saliha, kwa kusoma Qur'an, kutoa sadaqat, kufanya aliyokuwa mema na kila aina ya ibada. Kusudio ni kwamba mizigo yetu ya matendo mema ifike kwa Allah ya mwaka mzima, ikiwa sisi tuko chini ya taa ya Allah tabaraka wa taala. Ataibun min adh-dhanb kama la dhanba la. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u. Mwenyezi Mungu anatuambia kwake yeye Allah yanapaa au yanapanda au yanapelekwa matendo mema, maneno mazuri yanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na amali njema zinanyanyuliwa kwake. Kwa hiyo ndugu zangu, ndani ya mwezi huu tuyafanyeni yaliyokuwa mazuri, kwa sababu ni mwezi ambao yale matendo ya mwaka mzima baada ya Ramadhani ndio wakati wake kurudi kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yakirudi iwe tumejaza kurasa za maneno mema, tasbihat, usomaji wa Qur'ani, dhikri mbalimbali na kuamrisha mema, iwe zimekusanyana kwenye saifa zetu. Wala amalu salihu yarfa'uhu, na matendo mema yote yanarejeshwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ipatikaniwe Qur'ani, ipatikaniwe sadaqa, ipatikaniwe funga, ipatikaniwe sala ndani ya mwezi huu wa Shaaban. Ndugu zangu Waislamu, umri wa mwanadamu ni mfupi sana, na Mwenyezi Mungu ametowekea ofa kama hizi ili tuwanie kutekeleza aliyokuwa mazuri. Hizi ni nafasi za ofa, kama tulivyotaja katika hadith kwamba Mtume anatuambia inna lirabbikum, hakika kwa Mola wenu, fi ayami dahrikum, katika masiku ya huu mwaka wenu mzima, nafahatun,
kuna nafasi za ibada kede kede ambazo zinajaza mafungu yenu ya thawabu. Fa'aridhu laha, basi jibidisheni kuzitafuta nafasi hizo. Shaabani ndio hii, jibidisheni kufunga. Shaabani ndio hii, tujibidishe kusoma Qur'ani. Shaabani ndio hii, tujibidishe kuleta adhkari na istighfari kwa wingi. La'alla ahadukum an tusibahu tilka nafaha, Mtume anasema huenda mmoja wenu akapatwa na nafasi moja ya ofa ya Mwenyezi Mungu ndani ya mwezi wa Shaaban, au ofa nyingine yoyote, la yashqa ba'daha abada. Wallahi, atakayepata nafasi moja tu ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka kama hii Shaaban, kwamba matendo yanarejeshwa kwa Allah, na ukajaliwa matendo yako akarudi vizuri kwa Allah, Mtume anasema wallahi hutopata uovu milele, sio duniani wala akhera. Kwa hiyo tuna wajibu kwamba kila mmoja afanye taa, kila mmoja asome Qur'ani sana, alete istighfari sana, kama alivyosema Mtume, wa inni la astaghfirullah fil yawmi akthara min 70 au 100, mimi namtaka Allah msamaha kwa siku mara 70 au mara 100. Hebu leo mwambie Muislamu alete istighfari mara 100. Ustadhi bana, hiyo wakati bana hakuna siku hizi bana, tuko mbio na dunia bana, tuko mbio na maisha bana. Kimbilia maisha, malakul maut atafika. Kama huna waksa wa kusema astaghfirullah, astaghfirullah mara 100 au mara 70, wallahi subiri maut. Na hivi ndio Waislamu walivyo. Akasema alete istighfari mara 100 kwa siku, hatari, hawezi. Sasa ikifikia kwamba hatuwezi kufanya istighfar, hatuwezi kuleta adhkar, hatuwezi kusoma Qur'ani, amuuliza mtu, vipi Qur'ani bana, mimi najua sura ndogo ndogo na sharidhika, sura ndogo ndogo sharidhika. Hatukusoma sisi, najua sisi sura ndogo ndogo. Kwa hiyo Muislamu hajui Qur'ani kuisoma, kuiangalia mpaka mwisho, hajui. Hajui. Na shatosheka kwa hali hiyo. Na wakati Qur'ani hii inashuka, wengi ya masahaba ilikuwa ni watu wazima na wakajitahidi kuisoma Qur'an. Hata kama ni kwa mwezi aya moja, umeongeza kwenye daftari lako. Hata kama mwezi mzima, pata aya moja tu kwa wale watu wazima. Lakini unaishaga mwaka mzima, Muislam Suratul Fil hajaisoma mwaka mzima, aya 5 hajafika kuzipata mwaka mzima, mwaka mzima. Kwa sasa hivi tuko ndani ya Shaaban, ni mwezi ambao watu wameghafilika nao sana, lakini kwa waumini wana jambo, wako bize kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik Allahumma ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkaruna. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lam ma tasna'un. Qumu ila salatikum.